بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآيات. ولقد أخرج الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, ndugu zangu waislamu, leo katika aljumaa hii, aljumaa ya tarehe 20 min shahri llahi rabi'in alawwal, katika mwezi huu wa Allah, mwezi wa rabi'in alawwal mwaka 1447 hijiria, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake ametukusanya katika siku hii adhim. Napenda kuchukua fursa hii kutoa nasaha maalum katika aljumaa hii, nasaha ambazo zinatuhusu sote sisi waislamu, bali zinatuhusu sana kwa munasaba wa kipindi hichi ambacho tuko nacho. Nasaha za leo tumeziweka chini ya unwani yenye kusema: hurmatul muslimi ghaliyatun fala yajuzu al-i'tida'u 'alayha. Utukufu wa Muislamu ni wenye thamani sana. Utukufu wa Muislamu ni kitu ghali. Fala yajuzu al-i'tida'u 'alayha, haijuzu shar'an kufanya uadui juu ya huo utukufu wa Muislamu. Ayuha an-nasu ibadallah, yaqulu ahlul ilm: hurmatul muslimi مقررة وثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. Maulama wanatuambia utukufu wa Muislamu ni jambo ambalo limethibitishwa na limewekwa bayana kupitia aya za Qur'an, kadhalika kupitia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala yajuzu idha'ul muslim, basi wanatuambia ulama, haijuzu kabisa kumfanyia maudhi Muislamu, wal-i'tida'u alayhi, au kumfanyia uadui wowote ule ambao unaingia katika maana ya uadui.
haifai kumfanyia muislamu. Bal wala ala shay'in mimma yamliku, bali haifai kukifanyia uadui chochote ambacho anakimiliki muislamu. Muislamu yeye mwenyewe ameheshimiwa na ametukuzwa, haifai kumfanyia uadui, bali hata vile ambavyo anavimiliki haifai wewe kuvifanyia uadui na uharibifu, na usichukue kitu chake muislamu illa kwa ridhaa ya nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekemea vikali sana tabia ya kuwakera na kuwaudhi waislamu, yani kuingia katika himaya ya ule utukufu wa muislamu, ukamkera, ukamuudhi, ukamnyima raha, ukamkosesha amani, mpaka akafikia mahali haoni ladha ya maisha, anaona bora asiwepo, labda akimbie mji, au wengine wanafikia mbali bora nife kwa namna nilivyodhalilishwa na kuvuliwa nguo. La yajuzu hadha, jambo hili halifai. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab, nimetangulia kuisema kabla ya hapa, Allah anatuambia walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu, na wale ambao wanawaudhi waumini wanaume na wanawaudhi waumini wanawake bighairi maktasabu. Qala ahlu tafsir ay bighairi dhanbin amiluhu, basi na dhambi ambalo wamelifanya, wameamua tu kuwakera na kuwaudhi waumini wanaume au waumini wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, kwa hakika hao wenye kuwaudhi waumini wanaume na wanawake tayari wameliingia jambo la uzushi. Faqad ihtamalu buhtanan ay irtakabu buhtanan ay iftiraan, kwa hakika wameuingia uzushi, wa ithman mubina, na wameliingia dhambi la bayana ambayo liko wazi. Bali ndugu zangu waislamu, jaa fi alhadithi an-nabawi anna almu'mina a'zamu hurmatan 'inda Allah min al-Ka'bah, adhim amru almu'min. Bali ndugu zangu waislamu, imekuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mu'min, mtu muislamu, ana cheo cha juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ana utukufu mkubwa kuliko hata Kaaba, Baitullahi al-Haram. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram qiyaman lin-nas. Angalia nafasi ya al-Kaaba. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia al-Kaaba ambayo ndiyo hiyo nyumba takatifu, qiyaman lin-nas, ni sehemu ya ustawi wa mambo ya watu. Lakini almuslim, pamoja na uzito na utukufu wa al-Kaaba, muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye heshima na ni mtukufu kuliko hiyo al-Kaaba. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anatusimulia riwaya thabita kama inda al-Imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Umar anasema raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatufu bil bait, kwamba nilimuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifanya tawafu katika nyumba ya Makka al-Kaaba. Mtume akifanya tawafu, wa huwa yaqul, na hali yakuwa Mtume anasema akiizungumzisha al-Kaaba kwa kusema ma atyabaki wa atyab rihaki, Kaaba wewe, uzuri ulioje ulionao wewe, harufu nzuri iliyoje ulionayo wewe Kaaba. Kisha akisema tena ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki, Kaaba wewe, ni ukubwa ulioje uliokuwa nao na ukubwa ulioje wa utukufu wako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiizungumzisha al-Kaaba kwa kuitukuza na kutambua ukubwa wake. Thumma ba'da dhalik, kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akala kiapo kwa kusema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad
ipo katika mkono wake, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamuapia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaapa baada ya kiapo hichi akasema, wa hurmatul mu'min, na utukufu wa mu'min. Wa huna mahallu shahid, wa hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allah minki, na utukufu wa mu'min ni mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wewe. Hebu tafakari ndugu yangu Muislamu, al-Kaaba al-musharrafa ilivyokuwa tukufu na nafasi yake na fadhila zake, ndiyo kibla cha Waislamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatupa funzo hapa ya nafasi ya Muislamu na utukufu wake, kwamba hata Kaaba haina utukufu wa Muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wewe unaiheshimu Kaaba na kuheshimu utukufu wake na kuithamini, lakini ukawa huwaheshimu Waislamu wala huuchungi utukufu wao wala huitambui thamani yao, anta mughaffal, wewe ni mughaffal, ni mtu ulioghafilika. Ile sehemu bora zaidi umeidharau, umeitweza. Hurmatul mu'min wal muslim, utukufu na heshima ya Muislamu na mu'min. Ibadallah, وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة المسلم بثلاثة أمور. نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم katika mafundisho yake ameweka msisitizo katika huo utukufu wa Muislamu, utukufu wa mu'min. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameelekeza msisitizo katika mambo makubwa matatu. Damuhu, kwanza ni damu yake, wa maluhu, na mali yake Muislamu, wa irduhu, na heshima yake Muislamu, pamoja na mengine mengi yenye kumhusu Muislamu yamezingatiwa. Lakini haya mambo matatu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyawekea msisitizo maalum, watu wayaogope. Iogope damu ya Muislamu, usiimwage pasi na hatia. Iogope mali ya Muislamu, usiidhulumu na kuiangamiza kwa dhulma, bali iogope heshima, utu wa Muislamu, usivunje heshima yake kwa mzaha. Mambo haya matatu ni miongoni mwa mambo matukufu kabisa kwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyapa msisitizo wa aina yake. Nikusomee riwaya. Fa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, katika Sahih Bukhari, hadithi ya as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. يقول عبد الله بن عباس: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa khutba muhimu sana, khutba iliyobeba wasia na ujumbe mzito kwa Waislamu siku ya Nahr, يوم العاشر min shahri dhulhijja, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja, alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hajjatul wadaa, alipokuwa katika uwanja wa Mina, akatoa khutba nzito akisema, ayu yawmin hadha, anawauliza wale waliokuwa pale, ni siku gani hii ya leo? Qalu, wakasema masahaba, yawmun haramun, ni siku tukufu, wa huwa yawmun nahri. Thumma qala, fa ayu baladin hadha, na ni mji gani huu tulioko? Qalu, wakajibu, baladun haramun, ni mji mtakatifu wa Makka, tuko hapa kwenye mji mtukufu. Qal, wa ayu shahrin hadha, na ni mwezi gani huu tuliokuwa nao? Qalu, shahrun haramun wa huwa shahru dhulhijja, wakasema na huu ni mwezi mtakatifu, mwezi wa Dhulhijja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya hapo akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia, inna dima'akum,
hakika damu zenu nyinyi waislamu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, bainakum haramun, baina yenu ni vitu vilivyochungwa, vimehifadhiwa na kuheshimiwa, ka hurmati yaumikum hadha, kama ulivyokuwa utukufu wa siku yenu hii ya leo, ile siku ya 10 ya Dhulhijja, fi baladikum hadha, kama vile ambavyo ni tukufu mji wenu huu, ka hurmati yaumikum hadha, kama vile utukufu wa siku yenu hii, siku ya 10 ya Dhulhijja, na kama utukufu wa mji wenu huu, mji wa Makka al-Mukarrama. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, wa fi shahrikum hadha, na kama utukufu ulio katika mwezi wenu huu, mwezi wa Dhulhijja, damu, mali, heshima vimechungwa na kuheshimiwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasisitiza, kama vile ambavyo siku ya 10 ya Dhulhijja imetukuzwa na kuheshimiwa, kama vile ambavyo mji wa Makka umetukuzwa na kuheshimiwa, kama vile ambavyo mwezi wa Dhulhijja umetukuzwa na kuheshimiwa. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه, kisha akakinyanyua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kichwa chake, faqal hal ballaghtu, je nimefikisha ujumbe? Allahumma fashhad, ya Allah na kuomba ushuhudie jambo hili. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa mambo yaliyosisitizwa kwenye hadithi hii ni haya mambo matatu. Jambo la kwanza ni hurmatu dam, ni utukufu wa damu ya Muislamu. Min a'zami dhunubi ba'da ash-shirki billahi azza wa jalla ni qatlu al-muslim bighairi al-haqq. Miongoni mwa madhambi makubwa mazito kabisa baada ya ushirikina ni kuiua nafsi ya Muislamu pasi na haki, ukautoa uhai wa Muislamu pasi na haki yoyote. Dhambi hili ni dhambi zito kabisa baada ya ushirikina. يقول الإمام العالم أبو الفدا إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى katika tafsiri yake تفسير القرآن العظيم, anasema رحمه الله تعالى: لما بين تعالى حكم القتل الخطأ, pale ambapo alipobainisha Allah subhanahu wa ta'ala hukumu ya kuua kwa makosa, shar'a fi bayani hukmi alqatl alamd, akaanza Allah subhanahu wa ta'ala kubainisha hukumu za mtu kuua kwa makusudi. Faqal: waman yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Ukisoma suratul Nisa utaona makemeo haya mazito ya Allah: waman yaqtul mu'minan muta'ammida, na yoyote yule ambaye anamuua mu'min hali ya kuwa amekusudia, fajazaohu jahannam khalidan fiha, basi malipo yake ni moto wa jahannam, hakuna kingine, hali ya kuwa ni mwenye kusalia humo motoni milele. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana, na Allah anamkasirikia mtu huyo aliyeua kwa makusudi na anamlaani. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, na amemwandalia yeye adhabu iliyokuwa kubwa. Suratul Nisa aya 93. يقول ابن كثير بعد يكويتاج آية هي قال رحمه الله تعالى: وهذا تهديد شديد, na hivi ni vitisho vikali, wa wa'idun akidun, na ni makemeo yaliyosisitizwa, liman ta'ata hadha dhanba al'azim, kwa yule ambaye ameliingia ili dhambi kubwa, alladhi huwa makrunun bishirki billah, dhambi ambalo limeambatanishwa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fi ghairi ma aya min kitabihi, dhambi hili limeunganishwa na shirki kwenye aya isiyokuwa moja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa uharamu wa damu ni kuharamishwa kuiua nafsi ya Muislamu, bali wanasema ahlul ilm, bal hatta darbuhu wa iraqatu damihi
wa in lam yahsul ila qatlihi, bali hata kumpiga muislamu na kuimwaga damu yake ukamjeruhi, hata kama haijafikia kiwango cha kumuua, lakini ulimpiga ukamuumiza ukamjeruhi, jambo hili a'dhamu dhanbin wallahi alazim, hili jambo nalo ni dhambi kubwa mno, mausufun bilkufr, limefikia kusifiwa kwa ukafiri. Mtu kumpiga muislamu mwenzake ni dhambi ambalo limepewa jina la ukafiri. Na mnafahamu riwaya inda al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم أي سب المسلم، kumtukana muislamu, fusuqun fujur, ni ufasiki, ni kuchupa mipaka mikubwa ya dini. Wa qitaluhu ay darbuhu, na kumpiga muislamu au muqatalatuhu au kupigana na muislamu, kufrun, ni ukafiri. Wanasema ulama kufrun duna kufrin, ni ukafiri chini ya ule ukafiri mkubwa. Lakini kwa nini lisiwe dhambi tu la kawaida mpaka likaitwa kufuru? Ni kwa sababu ya ubaya wake. Kwa hivyo muislamu damu yake imeheshimiwa, usiimwage kwa kumuua wala usiimwage kwa kumjeruhi, adhim. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yamesisitizwa katika huo utukufu wa muislamu, hurmatul mal, ni utukufu wa mali ya muislamu. Mali ya muislamu imechungwa na imeheshimiwa. Faqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam limali al-muslimi hurmatan fala yajuzu abadan al-i'tida'u alayhi, na amejalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuijalia mali ya muislamu ni kitu kitakatifu, haifai kabisa kuifanyia uadui wowote mali ya muislamu. Bil itlafi, ukaifanyia uadui mali ya muislamu kwa kuiharibu na kuiangamiza, au salbi wa nahb, au ukaipora mali ya muislamu na kuihodhi ukaweka chini ya himaya yako na si haki yako. Mambo haya ni katika mambo mabaya kuyafanya, bali mali ya muislamu imechungwa na mambo haya. Tizama riwaya fa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Katika Sahih al-Bukhari imekuja riwaya ikisimuliwa na sahaba Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man akhadha amwal an-nas yuridu adaaha adda Allahu anhu, yoyote ambaye amezichukua mali za watu kwa namna yoyote ile, kazipora, kazichukua kwa utapeli, kazichukua kwa khiana, ameaminiwa akaenda kinyume na amana. Man akhadha amwal an-nas, yoyote aliyezichukua mali za watu, yuridu adaaha, lakini anakusudia kuziwasilisha mali hizo kwa wenyewe, hana malengo ya kudhulumu, amechukua ili azirudishe wakati sahihi na kuwapa wenyewe. Mtume alayhi salatu wasallam anasema adda Allahu anhu, Allah atamtimizia yeye, maadamu lengo lake ni kutimiza, kuziwasilisha mali za watu, na Allah atamtimizia ya kwake. Wa man akhadhaha, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, na yule atakayezichukua hizo mali za muislamu, yuridu itlafaha, anakusudia kuziharibu na kuziangamiza, atlafahu Allah, Allah atamuangamiza yeye. Unachukua mali ya muislamu unakusudia kuizima, vijana wa Moshi wanasema kuimeza, atlafahu Allah, Allah atamuangamiza mtu huyo. Huwezi kupata manufaa hapa duniani, na kama ukiyapata basi mwili wako unanawirishwa na unafanywa unenepe ili uje kuchomwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuipata adhabu yake. Atlafahu Allah, huna salama. Bali inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, riwaya nyingine katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Umama al-Bahili, Iyas
ibn Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyul jalil, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alayhi al-janna. Hadithun adhim wa fihi wa'idun shadid. Ni hadithi ina makamio mazito sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin, yoyote atakayechukua, atakayekata pande la haki ya mtu Muislamu, biyaminihi, kwa sababu ya kiapo chake, ukaapa viapo vya uongo kwamba hiyo mali ni yako, watu wakaamini kiapo chako, ukapewa mali ile, lakini kumbe si haki yako, ni haki ya ndugu yako, ukaichukua kwa viapo bila haya. Mtu kama huyu, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad awjaba Allahu lahu an-nar, kwa hakika amemwajibishia Allah mtu huyu moto, wa harrama alayhi al-janna, na amemharamishia yeye pepo, kwa kuwa amemiliki mali ya watu kwa viapo vya uongo, si haki yake. Yaliposemwa haya maneno, faqala lahu rajulun, akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu mmoja, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, basi hata kama ikiwa ni kitu kidogo tu nilichokichukua kwa Muislamu, kitu kidogo, pia itakuwa nimeharamishiwa janna na nimewajibishiwa nar. Angalia majawabu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, wa in kana tadhiban min arakin, hata kama kikiwa ni kijiti cha mswaki, ayudan min siwak, walau kana qadiban min arak, hata kama kikiwa ni kijiti cha mswaki, maadamu ni haki ya mwingine, umekula dhulma na waid. Makemeo ya hadithi hii yanakuhusu. Sasa yatazame haya makemeo, si jambo la kawaida. Unaambiwa umewajibishiwa moto na imeharamishwa janna juu yako. Adhim hurmatu mali almuslim, utukufu wa mali ya Muislamu. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in. Amma ba'd, katika jambo la tatu ambalo tunamalizia nalo katika yale matukufu ya Muislamu yaliyosisitizwa, hurmatul ird, ni utukufu wa heshima ya Muislamu. Heshima ya Muislamu imechungwa. Yaqulu ahlul ilm, kama ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lilmuslimi hurmatan fi damihi wa malihi, ja'ala lahu aidan hurmatan fi irdihi, kama vile ambavyo amejalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa huyu Muislamu utukufu na heshima katika damu yake na katika mali yake, basi vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amejalia kwa huyo Muislamu utukufu kwenye heshima yake. Heshima ya Muislamu imelindwa kama vile ilivyolindwa damu yake, ilivyolindwa mali yake. Usije ukawaheshimu wenye mali na kuzichunga heshima zao, alafu ukawadharau Waislamu maskini ukawavunjia heshima zao. Fahamu, heshima ya Muislamu imechungwa kama vile ilivyochungwa mali, kama vile ilivyochungwa damu. Naam, al-Imam al-Allama al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, Abu al-Fadl al-Yahsubi al-Andalusi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, wanawachuoni mkongwe wa karne ya 5, kafariki mwaka 544 rahimahullahu ta'ala, anasema faddamu kinayatun 'anil nafs, damu ya Muislamu ambayo inachungwa ni fumbo, lakini tafsiri yake ni nafsi. Ichungwe nafsi ya Muislamu
kwa mambo yote yenye kuharibu nafsi. Wal'irdu, thumma qala rahimahullahu ta'ala, na hishma kinayatun an adhahu bilqawl, ni fumbo la kumuudhi huyo muislamu kwa maneno, ukamkera, ukatumia mdomo wako kumchafua. Ndiyo maana ya al-ird. Kuivunja heshima maana yake ni kumuudhi muislamu kwa maneno ambayo unayazungumza. Ayuha nas ibadallah, jambo la kuvunja heshima za waislamu wenzetu ni jambo baya. Hebu tizama ndugu yangu riwaya hii. Fa inda al-imam Abi Daud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam 10 sinin. Anas ananukuu kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwasimulia, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mtume alayhi salatu wassalam anasimulia, lamma urija bi, pindi nilipopelekwa Mi'raj, ile safari ya kwenda mbinguni, safari ya hakika ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukio la Isra wal Mi'raj. Sasa Mtume asema, lamma urija bi, pindi nilipopandishwa mbinguni, marartu biqaumin, nilipita kwa watu ambao lahum adfarun min nuhasin, wana makucha marefu ya shaba, mikono yao imemea kucha, lakini kucha zile ni za shaba. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, wanazikwarua nyuso zao na vifua vyao, wanajibambua nyuso na vifua wakijikuna kwa zile kucha za shaba. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, wakiwa wanazikwarua nyuso zao na vifua vyao. Fakultu man haula ya Jibril, tumeyasema nikasema, ni watu gani hawa ewe Jibril ambao wanajijeruhi wenyewe kwa namna hii? Qal, akasema Jibril, haula alladhina yaakuluna luhuma nnas, hawa ndio wale ambao wanakula nyama za watu wasengenyaji. Watu wanapokuwa hawapo mahala, wanayowasema kwa yale mambo ambayo hawayaridhii, wakawalamba visogo, wakawasengenya wenzao, ndio wale unaowaona wanapata adhabu ile. Wayakauna fi aradhihim, na wanaziingia heshima zao. Watu wale wanaojikoboa nyuso kwa makucha ya shaba ni wale wasengenyaji ambao wanakula nyama za watu na wanaingia kwenye heshima za watu wakizivunja. Bali inda al-Imam Tirmidhi, bali ndugu yangu Muislamu, riwaya nyingine inda al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi al-Jami' min hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, وقد جاء الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه كذلك، حديث ثابت. ونسمولي مصحب هوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر. siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipanda juu ya mimbari yake, fanada bi sautin rafi'in, na akanadi kwa sauti ya juu akiwa juu ya mimbar, akazungumza kwa nguvu. Faqal, akisema, ya ma'shara man aslama bilisanihi wa lam yufdhi al-iman ila qalbi, enyi kusanyiko la watu ambao mmeamini kwa ndimi tu, enyi kusanyiko la watu ambao mmoja wenu ameamini kwa ulimi wake, walam yufdhi al-iman ila qalbihi, na bado haijaingia imani katika moyo wake. Anawaita watu hao kuonyesha kwamba maneno atakayoyazungumza hapa Mtume alayhi salam ni ya watu ambao hawajaamini kwa ukweli, ni watu walioamini kwa maneno kama vile wanafiki, lakini ndani ya nyoyo zao imani haijajikita. Ndio maana wana tabia hizi. Ya ma'shara man aslama bilisani, enyi watu ambao
katika nyinyi mtu amesilimu kwa ulimi wake tu, walam yufdhil imanu ila qalbihi, na bado haijaingia imani katika moyo wake, tumenawaambia la tuudhul muslimin, msiwaudhi waislamu. Usikae wewe ikawa tabia yako ni kuwakera na kuwaudhi waislamu wenzio. Hiyo ni hatari kwenye imani yako, hauko sawa katika imani ya Uislamu. La tuudhul muslimin, msiwaudhi waislamu. Wala tuayiruhum, na wala msiwaibishe. Usikusudie kumwaibisha Muislamu ukamfanya ashinde kutembea. Wala tuayiruhum, na wala msiwaibishe wao. Wala tattabi'u awratihim, na wala msifuatilie aibu zao. Msikae kufuatilia aibu za waislamu wenzenu moja baada ya moja, ikawa mtu unamchunguza na umemwekea watu wanamfuatilia, kaingia wapi, katoka wapi, azungumza na nani, akisafiri anafuatilia kazi gani. Msifuatilie aibu zao. Kisha maneno yasikilize haya, na pana watu wameshadhurika kwa tabia ya kufuatilia aibu za wenzao, wakajisahau kwamba na wao ni binadamu. Lakini pana Allah subhanahu wa ta'ala anayejua ya dhahiri na aliyojificha. Qala alayhi salatu wassalam, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim, kwa hakika mambo yalivyo, yoyote mwenye kufuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, ataka azifuatilie huko ndani, azifokonyoe huko, azidhihirishe kwa watu. Mtu mwenyewe kajificha, kajifungia milango, kaenda mbali, anaogopa. Wewe unamfuatilia, unamrekodi, unamwekea watu, kisha unakuja unatangaza, au pengine unaziposti aibu zake kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari. Anavuka nguo, watu wote wanajua. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim, hakika mambo yalivyo, yoyote mwenye kufuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, tatabba'a Allahu awratah, Allah atazifuatilia aibu zake. Hebu niambie, ukifuatiliwa na Allah utapona wewe? Utasalimika wewe? Na Mtume akasema, waman tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi, na yule ambaye Allah anafuatilia aibu zake. Waman tatabba'a Allahu awratahu, na yule ambaye Allah anazifuatilia aibu zake, yafdahuhu, anamfedhehesha mtu huyo, walau fi jawfi rahlihi, ay fi uqri darihi, hata katikati ya nyumba yake. Yani Allah akikufuatilia atakuumbua ndani ya nyumba yako, unapata aibu mbele ya watu na waheshimu, hawakudhani ulikuwa hivyo. Hii ni adhabu unaweza ukaipata kwa sababu ya kutokuwastiri waislamu wenzako. Unapenda kufokonyoa aibu zao huko ziliko na ukazileta barazani zikaonekana. Ayuha nasu ibadallah, hili ni jambo la tatu la kuzungumzia kuichunga na kuithamini heshima ya Muislamu. Haya ni mambo matatu katika utukufu wa Muislamu. Mambo haya yamesisitizwa zaidi: kuiheshimu damu ya Muislamu, kuiheshimu mali ya Muislamu, na kuiheshimu heshima ya Muislamu. Sasa nimalizie nasaha zangu chache katika hutuba hii. Wa bil munasaba, na kwa munasaba wa maneno haya ya leo, tumeona kwamba kumbe Muislamu ni mtukufu. Utukufu wake unalindwa, na tumejielekeza kwenye mambo matatu mahsusi ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyasisitiza. Nasaha zangu kwa Waislamu kwenye kipindi hiki tulichokuwa nacho, hichi ni kipindi ambacho nchi yetu ya Tanzania inaelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kama tulivyotangaziwa na kuambiwa
kwamba tarehe 29 ya mwezi Oktoba, siku ya Jumatano, ndiyo uchaguzi mkuu wa nchi hii wa kuwachagua viongozi hao niliowataja. Bali hivi sasa ni kipindi cha kampeni tokea tarehe 8 ya mwezi Agosti. Wenyewe wanasema kipenga kimepulizwa cha kampeni. Zitaendelea hizo kampeni mpaka tarehe 29 ya mwezi Oktoba. Sasa kwa haya maneno ambayo mmeyasikia, napenda kuelekeza nasaha zangu kwenye nafsi yangu na kwa Waislamu wenzangu wote, hasa kwenye kipindi hiki, kwa wale Waislamu ambao wamejiingiza katika jambo la siasa, ima wao wenyewe wakawa ni wagombea wa nafasi mbalimbali za kisiasa, au ikawa watu ni washabiki wanashabikia mambo haya ya siasa na kuwaunga mkono hao wagombea. Nataka ni wanasihi Waislamu wenzangu, uchungeni utukufu wa Waislamu wenzenu. Na saha zangu za kwanza. Lakini nataka niwaambie Waislamu wenzangu, mtu kuitwa mgombea wa wadhifa fulani wa kisiasa au akaitwa mtiania katika mchakato fulani wa kugombea, hili jambo hili haliwi ni kibali cha kuvunja heshima za Waislamu wenzako kwa sababu tu unagombea nafasi fulani au umetiania ya kugombea nafasi fulani. Hicho hakijawa ni kibali kwamba sasa unaweza ukavunja heshima za Waislamu wenzako, yani ukafumbia macho zile haki za Uislamu kwa sababu tu ni mgombea. Wallahi alazim, hicho sio kibali. Lakini pia tabia ya Waislamu wengi waliojiingiza katika mambo haya ya kisiasa, kuvunja misingi ya Uislamu na misingi ya undugu huu wa Kiislamu kwa maslahi tu ya kisiasa na kutafuta madaraka. Tabia hii iko kwamba vikifika vipindi vya uchaguzi, na kama leo hii au wakati huu wa kampeni mbalimbali, wanasiasa kwenye majukwaa mbalimbali wakinadi sera zao, pana watu wanachukulia kipindi hiki kwa sababu anahitaji nafasi, anataka cheo, basi anaweza akaivunja misingi ya undugu bila ya kujali. Ndugu zangu Waislamu, hilo halikubaliki. Bali fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba malaika wa Allah raqibun wa atid, kama walivyotajwa, malaika mfuatiliaji na yule mwandishi ambao tuko nao saa zote, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kalamu zao bado zinaendelea kuandika mema yetu na mabaya yetu. Kalamu za malaika hazijasimama wakati wa kampeni. Usije ukapotezea madhambi eti tupo kwa kampeni bwana, kana kwamba madhambi hayafuatiliwi. Wale malaika wa Allah waandishi hawajasimama kuandika kwa sababu ya kampeni zenu, wanaendelea na kazi yao barabara. Bal Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, bali Allah mwenyewe yupo, yuraqibu shu'una ibadihi, anafuatilia mambo ya waja wake. Wala yakhfa alayhi khafiya, hakijifichi kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msijisahau, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa mbele yake yupo malaika mfuatiliaji, muandishi, anaandika ulichokisema. Qala Allah ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa kullu insanin, na kila mwanadamu, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, tumemwekea mlinzi wake kwenye shingo yake, anaandika mambo yako, minal hasanati wasayyiat, anajaza daftari lako. Wallahu a'lamu biibadihi,
na Allah anawajua zaidi waja wake. Hili daftari hili utakuja kulisoma, wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, na tutakuja kumtolea mtu huyu siku ya kiyama daftari atalikuta limefunguliwa. Iqra kitabak, soma daftari lako. Haya ndio uliyoyafanya. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, jihukumu mwenyewe. Umeonewa? Allah Allah, ibadallah, enyi wanasiasa wa Kiislamu ambao mmejiingiza kwenye mambo haya, amamakumullah wa amamakumul akhirah, mbele yenu yuko Allah, mbele yenu kuna akhirah. Iko siku mtakutana na Allah, na nyinyi mnafahamu pana wanasiasa wenzenu wanaitwa wanasiasa nguli. Waasisi wa siasa hawapo leo, pengine wala utajwi kwenye siasa, huna CV yoyote kwenye siasa. Wale wenzako manguli, waasisi sijui kadha, wengi wao saizi wapo kwa Mola wao, wanapambana na hesabu yao. Wa ana wa ant, na mimi na wewe, safari yetu iko karibu, tutakwenda tu. Kumbuka safari hii, usifanye mzaha wa kuwadhuru waislamu wenzako kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya siasa. Ndugu zangu, nikimalizia maneno yangu, tunapokea matukio mengi. Mimi hapa nazungumza na waislamu wenzangu msikitini, na wale ambao watanisikia, tuna wajibu wa kuzungumza na kunasihiana. Ndio utaratibu wa dini yetu. Imekuwa ni kawaida katika vipindi hivi vya kampeni, tunashuhudia, tunaona, tunasikia watu kufikia mahala wakavunja hizi heshima tulizozungumza hapa, wakayavunja haya matukufu ambayo tumeyazungumza hapa. Watu katika kipindi kama hiki, katika baadhi ya maeneo, matukio mbalimbali yanaripotiwa ya umwagaji wa damu. Watu wanafikia kumwaga damu, mtu akamjeruhi mwenzie na pengine Muislamu, au akamuondoshea uhai kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Matukio haya yanaripotiwa toka huko zamani, na nyinyi mnajua. Bali kipindi kama hiki cha kampeni za siasa, mali za watu zinaharibiwa, watu wanafanyiana uadui kwenye mali. Utasikia fulani nyumba yake imechomwa, fulani duka lake limevunjwa, fulani gari yake imekutwa imepaki mahali haina matairi, vioo vimevunjwa, kwa sababu tu ni timu pinzani. Pana watu wanaona kwamba hiyo ndiyo kampeni na sasa hivi ni mapambano. Wanautupa kabisa Uislamu, kwamba ni ndugu yake amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na mara nyingine anaswali. Bali kuna wengine wallahi wanaswali msikiti mmoja, au wanakutana misikitini katika baadhi ya vipindi, au kwenye matukio mbalimbali ya kidini, katika harusi za Kiislamu, katika misiba ya Kiislamu, katika vikao mbalimbali vya dini. Mara nyingine wanakutana wote, wamealikwa, lakini watu hawa watizame lugha zao wakiwa majukwani, wanavuana nguo. Kwa hivyo damu zinamwagwa kwenye kipindi hiki, heshima zinavunjwa na mali zinaharibiwa. Bali kwa upande wa heshima, hadith wala haraj, zungumza wala usiogope, kana kwamba wanasiasa wamehalalishiana kuchafuana, kuvunjiana heshima kwenye kipindi cha kampeni, kama vile ni halali. Mtu anaweza kuzungumza jambo la kazua kabisa, jambo baya akalizungumza kwenye hadhara na watu wakalipokea kama ni kweli, au ni tukio la kweli akaligeuza. Halizungumzi kwenye uhalisia wake, analizungumza katika namna ya kumchafua ndugu yake, lakini uhalisia tukio haliko hivyo. Wanayafanya haya wanasiasa, bali wamefikia mahali wanasingiziana mambo, wanachafuana, kuna lugha za kuchomekeana,
mtu anachomeka jambo alafu anasema ni siasa tu, kipindi hiki kipita tutatubu bwana. Ndio siasa ilivyo, yani ukamchomekea mwenzio jambo likamtia huzuni na si la kweli eti kwa kibali cha siasa. Bali pana wengine huvuka mipaka, si kutukanana wao wenyewe na kukashifiana, wanavuka mipaka mpaka familia za watu zinachafuliwa. Tunasikia katika majukwaa ya kisiasa wanasiasa wakiwataja wake za watu kwa kuwa tu ni mke wa mpinzani wake, wakiwataja mama za watu na baba zao, wakitaja ndugu, jamaa na marafiki ambao pengine wala hawahusiki na mambo hayo, lakini nikutaka kumkomoa huyu ambaye ninapambana naye. Ayuha nasu ibadallah, nasaha zangu, inawezekana pana watu hawana kitabu cha haki wala hawana sunna athabita wala hawana sheria ambayo inawaongoza, lakini nahnu ma'ashara almuslimin, sisi waislamu si kama wao. Nahnu indana kitab, waislamu tuna kitabu alquran, wa indana sunna, tuna sunna. Bali waislamu tuna muongozo wa dini. Kama kuna watu makafiri, sijui wa Kristo, sijui Mayahudi, wapagani, hutumia majukwaa ya kisiasa kuvunjiana heshima, kuvunja ukarimu wao, kama kuna watu hao wakawa tayari kuzimwaga damu za watu, kuziharibu mali za watu, kuzivunja heshima za watu, kama wapo watu hao, sio sisi waislamu. Sisi ni waislamu, tuna dini, tunaamini kwa Allah kuna akhira, kuna hesabu za uadilifu, na tuamini sote tutakutana na hesabu zetu. Kwa nini madaraka ya kilimwengu, kwa nini vyeo vya kupita hivi vitufanye tuharibu akhira yetu? Kwani wallahi ukiupata huo uraisi, ukaupata huo ubunge, ukaupata huo udiwani, ndio umepata janna. Kwani ukipata vyeo hivyo au vikubwa zaidi ndio utoelekea akhira? Itakuwa ndio kabali na lock kwamba uwezi ukafa. Wamekufa maraisi, wamekufa wabunge, wamekufa madiwani, wengine wanaugua maradhi mazito mazito mpaka uchaguzi umewashinda. Wao ni binadamu kama sisi, mimi na wewe tunaelekea huko. Nini kinakupa ujasiri sasa wa kuwa mkaidi, ukavunja heshima, ukawadhuru waislamu? La, sisi waislamu watufungui milango hiyo. Wakati wa kampeni, nje ya kampeni, wakati wa uchaguzi, nje ya uchaguzi, nahnu ikhwa, sisi ni ndugu. Na pale ambapo maslahi ya kidunia ya kupata mali au ya kupata vyeo yatasababisha kuvunja undugu, tupilia mbali hayo mambo ya kilimwengu. Ibqa ma'al ukhuwa, baki na udugu, ndio thamani kwako, ndio heshima kwako. Anta musafirun ila Allah, wewe unasafiri kwenda kwa Allah. Vyote hivyo ni vitu vidogo sana, starehe chache sana. Tunakoelekea ni kuzito, panahitaji maandalizi. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, chukueni akiba ya safari. Akiba bora kwa Allah ni ucha Mungu. Hal ballagtu